Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilikuwa ni tarehe 9 mwezi huu wa kwanza mwaka huu 2026 ambapo hafla ya ufunguzi wa msikiti wa Tamsia mkoa wa Kigoma ilifanyika. Msikiti huu umejengwa katika eneo la Buronge, kata ya Gungu, manispaa ya Kigoma Ujiji, na shughuli hii iliongozwa na Sheikh wa mkoa Alhaji Sheikh Hassan Idi Kiburwa. Pamoja na shughuli ya ufunguzi wa msikiti, lakini pia kulifunguliwa kisima kirefu cha maji, na kwa sababu ilikuwa ni siku ya Ijumaa, kadhalika baada ya shughuli hiyo kilichofuatia ni tukio la ibada ya swala ya Ijumaa. Msikiti huu umejengwa na taasisi ya African Relief and Community Development chini ya usimamizi wa Sheikh Salahuddin. Msikiti huu unasimamiwa na Tamsia mkoa wa Kigoma, uliojengwa katika ardhi iliyotolewa na mwanamama mmoja kama wakfu kwa ajili ya kuuzia akhira yake. Kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie ibada hii iendelevu kwa hiyo alitoa ardhi hii, na hawa waliojenga msikiti pia Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Sasa niwakaribisheni kuyaona matukio mbalimbali yaliyojiri katika uzinduzi wa msikiti huu. Na hapa Sheikh wa mkoa anafanya uzinduzi wa kisima cha maji, na mashallah maji yanatoka kwa wingi tu, mabomba yamefungwa vizuri. Na baada ya hapa Sheikh anaongoza dua kwa ajili ya kuombea malipo makubwa wale ambao wamejitolea ujenzi wa jambo hili. Lakini pia Sheikh ameonyesha ishara ya kulipisha maji katika wanaohitaji huduma za maji katika eneo hili. Na baada ya hapa Sheikh ametoa nasaha kwa ufupi, na baada ya hapo tutaelekea kwenye eneo la kata utepe kwa ajili ya ufunguzi wa msikiti. Na kama mnafahamu afwan soda tunaweza kupata maji sasa msikitini. Basi inshallah hawa watu wamejitolea kujenga msikiti, Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, na inshallah ajalie thawabu za amali kwa mizani ya amali zao njema siku ya Kiyama. Na baada ya hapo Sheikh wa mkoa sasa anaelekea kata utepe kwa ajili ya msikiti. Waislamu tumeingia msikitini hapa, na kwa sababu ilikuwa ni siku ya Ijumaa tayari shughuli za ibada zinatakiwa zianze. Kwa hiyo itatolewa adhana, baada ya adhana itakuja hutuba, baada ya hutuba kisha itaswaliwa swala ya Ijumaa, na ratiba nyingine za ibada za mazungumzo na saha na salamu mbalimbali zitatolewa katika tukio hili inshallah. Tuendelee kusikiliza. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك واثنى عليك الخير كله. نشكرك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ. نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك جد بالكفار ملحق. أيكم الأحباب في الله، أوصيكم وأوصي نفسي المقصر على تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأما خطبتنا اليوم سأعيش معكم حول فضائل المسجد. أما بعد kumshukuru Allah na kumtakia rahma na amani Bwana Mtume Muhammad. Awali ya yote, ndugu zangu, tupo katika masiku miongoni mwa masiku bora mbele ya Allah, wahiya yaumul Jumaa, nayo ni siku ya Ijumaa, siku ambayo Allah ameifadhilisha, siku ambayo Allah ameifanya kuwa ni bora, na Allah akatutaka sisi Waislamu tuiadhimishe siku hiyo pindi aliposema ndani ya Qur'anul Karim, wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub, mwenye kuadhimisha na kutukuza mabora yanayoonyesha uwepo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufanya kwake hilo kunaonyesha uchamungu. Ama ndugu zangu Waislamu, na kuhusieni kama alivyosema Allah tabaraka wa taala ndani ya Qur'anul Karim, innama ya'malu masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir, hakika ya wale wanaoimarisha nyumba za Mwenyezi Mungu, hakika ya wale wanaojenga nyumba za Mwenyezi Mungu, au ni wale wanaomwamini Mwenyezi Mungu na wanaamini siku hiyo ya malipo, siku ambayo tutasimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Amesema Bwana Mtume Muhammad katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi, anasema Bwana Mtume, man bana lillahi masjidan, yoyote atakayejenga msikiti lakini kwa nia ya Allah, kwa nia ya kuhitaji radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, bana Allahu lahu baitan fil janna, hakika Allah atamjengea nyumba nzuri katika maisha hayo ya baadaye. Faliadam ayuha al-insan, yatakiwa ajue kila mwanadamu anna al-masjida, kwamba msikiti makanatun adhimatun lil-ibada, ni mahala patukufu, mahala ambapo pameandaliwa kwa ajili ya kufanya ibada, kama Allah alivyosema ndani ya Qur'an al-Karim, wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Yatakajue kila mwanadamu kwamba hakika misikiti hii ni nyumba zake Allah tabaraka wa taala. Katika nyumba hizo asiabudiwe yoyote isipokuwa Allah, na Allah ila akada ala shay'in, Mwenyezi Mungu atakapotilia msisitizo jambo, fa'lamu anna al-mu'akkadu amrun 'azim, yatakujue mwanadamu kwamba jambo hilo Allah alilolitilia msisitizo ni jambo kubwa, kama Allah alivyosema, wa man yu'azzim sha'air Allah, yoyote mwenye kuadhimisha, mwenye kutukuza, mwenye kuthamini mabora yanayoonyesha uwepo wa Allah, hakika kunaonyesha uchamungu wa mtu huyo. Watania, na jambo la pili, falialamu al-insan, yatakiwa ajue mwanadamu anna al-masjida, kwamba msikiti makana kama adhima litalimi wa litarbiya, ni mahala ambapo watu wanatakiwa wakae wafundishane mambo ya dini yao na watu wapate malezi yaliyokuwa bora, kama qala sallallahu alaihi wasallam, kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad, rehma na amani ziwe juu yake, katika hadithi fima rawahu al-Imam Muslim rahimahullah, anasema wamajtamaa qawm, hawajapata kukusanyika watu fi baitin min buyutillah, katika
yatluna kitab Allah, wakisoma Qur'ani, wayatadarasunahu, na wakifundishana, illa nazalat alayhim sakina, isipokuwa Allah atawateremshia utulivu watu hao. Wakashiyatuhum rahma, na Allah atawateremshia rehema zake. Anna rahmatullah, yatakiwa wale wanadamu kwamba rahma ya Mwenyezi Mungu, lau qasamna ala kulli bani adam la wasana, lau tutaingawa kwa wanadamu wote, rahma hiyo moja ya Mwenyezi Mungu itatosha. Akasema hafathumul malaika, lakini watafunikwa watu hao na roho za malaika. Wadhakarahumullahu fi man inda, na jambo kubwa zaidi ya hayo, Allah atawataja katika vikazi vilivyokuwa bora, katika vikazi vyake Allah tabaraka wa taala. Ukirejea katika maneno ya Imam al-Ghazali rahimahullah, anasema al-masajidu lam tubna lis-salati fattaqu, yatakiwa wanadamu misikiti hiyo ikujengwa kwa ajili ya swala peke yake, bali ni dhikrillah, bali ni kwa ajili ya watu kumtaja Mwenyezi Mungu, wa ta'alimi ilmi, na watu wafundishane elimu zao, wal amru bil ma'ruf, na watu wafundishane mambo yaliyokuwa mema. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aqimi salat, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka misikiti na kaitaja ndani ya Qur'an kuwa ni mahala ambapo watu wanafanya ibada, kama Mwenyezi Mungu alivyosema katika sura Al-Jin, inna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada, kwamba hakika misikiti yote ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, kwamba anatakiwa kulinganiwa ndani ya misikiti hiyo ni nani? Ni Allah peke yake. Kwa hiyo na zipo riwayati nyingi na hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambazo kwamba zimepokelewa katika vitabu vikubwa vya muhadithin, kiwemo katika kitabu Sahih Bukhari na Sahih Muslim, na ndivyo vitabu vyetu ambavyo kwamba ndio tegemezi kubwa tunarejea huko, kwamba tunasikia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwamba yule atakayeimarisha katika ardhi misikiti ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, akajenga nyumba ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo atajengewa na yeye peponi nyumba ambayo kwamba atafikia. Hii ni hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo basi na kurefusha maelezo na watu wenyewe ni bageni, wakati ni mfinyu, kutosheke na haya machache kwa bindani kama bindani. Ndugu zangu katika imani, tutoshe kwanza dhati kwanza kwa shehe wetu wa mkoa na mlezi wetu mzee wetu Sheikh Hassan, na kushukuru sana kama na mbele. Pia nitoe shukrani kwa wageni wetu, pia nitoe shukrani kwa Sheikh Salahuddin, pia nitoe shukrani kwa Sheikh wangu na mzee wangu mzee Yunus ndio yuko hapa inshallah. Lakini nije kwenye lengo makusudio la kusimama hapa, malengo makubwa ni kuelezea nini ambacho kitaendelea kufanyika katika eneo hili, kwa sababu wakfu nyingi kwa zikipatikana matumizi yake yanakuwa tofauti na mambo tunayofanya. Ndugu zangu katika imani, jumuiya na wanafunzi vijana wetu wa Kiislamu kupokea wakfu hii ya uwanja huu tokea tarehe 11 22/7/2022 kutoka kwa mama yetu Zainab, ambaye ni ndugu wangu Mbebe. Mama yetu anaishi Mwanza, yeye aliweka nadhiri kama anapopata mtoto atatoa ardhi yake kwa ajili ya wakfu ili iweze kupata maendeleo. Kwa mama yetu huyu nilipomsikia anatoa wakfu na majumuiya tulifuata, ndio akatoa ardhi hii mnamo tarehe 22/7/2022. Lakini taratibu zote za umiliki na kila kitu ulikamilika mnamo tarehe 11/7/2023 kwa hati namba 5494 kiwanja 1502 Kitaweli Kahawa Block A. Kwa ile eneo lina kila kitu, kwa utaratibu wote ulikamilika. Hapa ndugu zangu, nini kitafanyika hapa?
Kufanyika hapa cha kwanza ni jamii yetu na watu wanaotusumbua kufanya ibada katika kituo hiki. Hilo ni jambo la kwanza, eneo la kuswalia kwa maana ibada za jamaa, lakini na ibada ya swala ya Ijumaa. Kwa hiyo eneo hili inatumika. Kwa hiyo ni jambo la kwanza kufanyika hapa. Lakini jambo la pili litakalofanyika hapa, eneo hili litakuwa ni eneo la kituo cha elimu. Nje tu ya kufanya ibada, tutakuwa ni kituo cha elimu, kwa maana ya elimu aina zote. Tutakuwa na utaratibu wa elimu ya mwongozo, lakini tutakuwa na utaratibu wa elimu ya mazingira. Tukisema elimu ya mazingira, tuna maana hapa kituo kilipo kipo karibu na Burunge High School na Burunge Secondary, ambao na elevo na olevo. Kwa tunaamini program mbalimbali ambazo zitakuwa ziko nje ya jumuiya hiyo, taasisi hiyo, zitakuwa zikifanyika hapa. Kwa hiyo kituo hiki kitashughulika na taratibu hizo, lakini pia kituo chetu kitakuwa na madrasa kwa maana ya Qur'ani. Lazima tuwe na madrasa ambayo ni kitabu cha kutengeneza wataalamu ambao watakuja kukiendeza kituo chetu. Lakini kituo chetu itakuwa ni eneo la malezi ya vijana wa Kiislamu kwa kukaa itikafu, lakini kwa kuendesha semina mbalimbali. Kwa hiyo tutakuja kuona baadaye kituo hiki sio miongoni, tutakuwa tupata vituo vingine tulizoea. Ni kituo ambacho kitakuwa na program muda wote, kwa semina mbalimbali na itikafu mbalimbali. Lakini kituo hiki kitakuwa ni sehemu ya kuunganisha wanafunzi na vijana wa Kiislamu hapa mkoani. Kuunganisha kupambana na mambo gani? Kupambana na mmomonyoko wa maadili, maradhi na mambo mbalimbali ambayo yanaikumba jamii. Sisi tunaamini kituo chetu hiki kitasimamia hayo. Kwa hiyo ndugu zangu, tumehudhuria hayo, ilikuwa ni malengo na mambo makubwa ya kituo hiki. Lakini kituo hiki kitaendelea kutoa huduma mbalimbali na kushirikiana na jamii hapa kama tulivyo hapa leo. Kwa hiyo tunawaombeni sana na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe kwa haya ambayo tunayatekeleza, ili aliyetoa wakfu yake iweze kufikia malengo yake. Inshallah, bila kubisi ile kupoteza mambo mengi, nimefikia hapa. Niseme asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa niaba ya serikali naomba wote ndio hebu ni moja baada Allah njia hapo rusali itikafu ingine njia hayo lakini kabisa kwa serikali kusimamia amani na utulivu wa nchi yetu. Serikali haikubali mtu yoyote kuja kutumia vyombo cha dini kuvuruga amani ya nchi yetu. Niombe muda mtumishi wetu wa mkoa alikuwa mstari wa mbele kuhimiza amani na utulivu wa nchi yetu. Sisi kama kwa mtaa tunasema nzuri, mzangu halisi, sisi wote tunapenda watu au peke na tunaomba kila picha cha dhuhuri na asiri magharibi na ishai subuhi kujae namna hii, kujae namna hii ili Allah atukombe kwa ajili yake. Mungu niseme assalamu alaykum Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ووجهك خالصا ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم وطابتم شاكم ودوراتكم من الجنة منزلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا ولكم في هذا المقام الطيب المبارك، وأن يجعل هذا اليوم طيبا مباركا متقبلا منا ومنكم إن شاء الله. Na Sheikh, natanguliza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kukukaribisheni hapa. Nasema hakika mmefaulu na vile vile mmekuwa wazuri na vile vile ni nafasi kwa kufika katika hadhara kama hii. Kwa hiyo Sheikh anasema tibtum manzilatukum, hakika mmependeza nafasi zenu katika msikiti huu inshallah. وبعد، لكن لضيق الوقت لا نطيل في الكلام، وأقطع
ويقتصر كلامي هنا على شكر كبير أولا لكل الحضور، وشكر إلى أخي محمد جويري مدير مكتب أفريكا ريليف في تنزانيا، هذه المؤسسة الأمريكية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منه جهده وأن يتقبل منه سعيه وأن يتقبل منهم جهدهم في هذه المؤسسة الطيبة المباركة. وكذلك نشكر المتبرعون لهذا المسجد عن روح المكروم عبد الرحمن الرفاعي وعلي الرفاعي والحاج زهور الرفاعي أطال الله عمرهما. نسأل الله لهم أن يتقبل هذه ما بذلوه من أموال في موازين حسناتهم، اللهم آمين. Shekhe anasema kwamba anaombea dua hawa ambao kwamba wametoa amani kama hii na Muhammad Rufai. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awatakabalie amali zao na vile vile awaweke katika mizani iliyokuwa mema, Allahumma amin. كما لا ننسى أن نشكر الحاجة زينب كما سمعتم، صاحبة هذه الأرض التي تصدقت بها أو أوقفتها لتكون لتكون لهذا المسجد وللمسلمين في هذا المقام. وندعو الله تبارك وتعالى أن يعينكم وإيانا على أن يكون هذا المسجد نورا للمسلمين في هذه المنطقة، وأن يكون يعني ثوابا لا ينقطع أجره، ثوابا متصل إلى أصحاب الأرض وإلى أصحاب الجهد الذين بذلوا هذا الجهد لإقامة هذا المسجد وهذا بيت الله تبارك وتعالى. Naam, Sheikh anasema napenda kutoa shukrani zake kwa Dr. Zainab ambaye kwamba alitoa juhudi katika kujenga kituo hiki ama msikiti huu, na vile vile anapenda kushukuru nyinyi pia na wao. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulipeni malipo yaliyokuwa makubwa. Vile vile baada ya hapo sasa msikiti huu ni sehemu ya kuabudu na Allah akuongezeni katika ibada zenu. وفي النهاية لا يمكن أن نغادر المقام قبل أن نشكر الشيخ حسن عيد الجروة شيخ محافظة تيغوما على جهده وعلى سعيه، ونشكر الله تبارك وتعالى ونسأله أن يجازيه كل خير على سعيه وجهده، فهو لا يدخر جهدا في خدمة الإسلام والمسلمين في تيغوما، ونحن شهود على ذلك، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناته، اللهم آمين. Vilevile nataka kutoa shukrani kwa Sheikh al-Fadhil Sheikh Hassan Al-Aid Kibulwa, Sheikh wa mkoa wa Kigoma, kwa juhudi ambayo kwamba ameifanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala amweke katika mizani iliyokuwa mema, amweke katika mizani ya watu wema huko peponi inshallah. وأتشرف في هذا المقام أن أقدم أخي الحبيب محمد جويري مدير مؤسسة أفريكا ريليف كوميونيتي على أن يقوم بينكم يتكلم، فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواننا الدكتور محمد جويري سمحاني سواحيلا بيمسك جزء الكنيسة اسمه شهيد في الحجاز إن شاء الله. سبب الوقت يعني. الله كمان تنزانيا إن شاء الله. بداية أود أن أشكر الشيخ حسن، وأود أن أشكر الحضور الكريم جميعا، وأود أن أشكر كل أيضا من البداية كل من موجودين هنا، وأود أن أشكركم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم سعيكم، يتقبل منكم جهدكم، ويتقبل منكم بركتكم، اللهم آمين. Inshallah, Sheikh anasema natanguliza shukrani zake kwa Sheikh wetu wa mkoa bila kusahau na watendaji wetu hapa
kwa serikali, na vile vile anasema anakushukuruni sana kwa uhudhuriaji wenu hapa. Allah akulipeni malipo yalikuwa mema. أيضا أردنا أن نشكر أخي صلاح، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ويبارك فيه وأن يجعل عمله هنا في ميزان حسناتنا اللهم. Lakini vile vile anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie amali hii ambayo kwamba tunaifanya, atulipe kwa malipo yaliokuwa makubwa. إن شاء الله نقول على توفيق الله عز وجل يكون في الكتاب الكريم وبفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله عز وجل أيضا يقول في كتابه الكريم كما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فهذا المسجد بيت الله عز وجل ونسبها لنفسه في بيوت أذن الله ترى يرفع فيها اسمه. أيضا من الإيمان kwamba kwa fadhila zake Mwenyezi Mungu na baraka zake, kama wanazuoni wanavyosema, rahma hapa ilipata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu hiyo ya ujio wa Mtume Muhammad, basi watu wafurahikie kwa neema kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. فبيوت الله عز وجل هي فتحت للعمارة وهي موجودة العمارة. فالعمارة فيها شقين، شق الحسي والشق الآخر العمارة بالصلاة. فالحمد لله رب العالمين وذكر الله عز وجل بالحج زينب أن تبرأ بالغرب، وذكر الله عز وجل بإخواننا المتبرعين من أمريكا لا يعرفون ولا تعرفونهم ولكن لم تبرعوا ببناء هذا المسجد وتشييده بهذا الشكل الجميل وهذا الشكل يعني الجميل وكل ما شاء الله. وأود أيضا أن أشكرهم جميعا، وأود أيضا أن أذكركم أن ندعو لهم في صلواتنا وفي عندما تدخلون المسجد تذكرون أن ندعو لهم الله عز وجل يتقبل هذه الصدقة وأن يرحم موتاهم الحاج عبد الرحمن الرفاعي والحاج علي الرفاعي. نسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة ويتقبلهم الصدقة وأن يبارك في عمر الحاج زهور الرفاعي. نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرنا. اللهم anapenda kutoa shukrani kwa hawa wanaokuwa hapa kulia kwa Amerika kwa wadi kama vile al-marhum Abdurrahman Rifai, vile vile Ali Rifai na al-Haja Zuhur Rifai, Allah kuridhika kwamba naombea dua kama ambavyo nilivyotangulia mbele za haki. Mwenyezi Mungu awarudishe katika heri zaidi na zaidi huko waliko. وأود أيضا أن أشكر القائمين على مؤسسة التربية والترويج والبحوث في أمريكا وفي كل بلاد أفريقيا الدولية. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم هذا العمل في ميزان حسناتنا المعلق وأن يكون هذا العمل شاهدا لنا لا علينا اللهم. وأود أيضا أن أذكركم في النهاية أننا الآن للمتابعة إن شاء الله ندعو له الآن دعاء يعني حتى نسوء له ويذكرهم وتعلمهم هنا يسلمون هذا الدعاء لهم ويعني يشكرهم على هذا المسجد. Inshallah napenda kuwaongezeni bwana ambao kwamba wapo hapa Kigoma, anatoa shukrani, vile vile anatoa pongezi zake kwenu nyinyi ambao kwamba siku zote hizi tumekuwa nao na kufanya shughuli kama hii. Inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukupeni kila la kheri. Inshallah. Ndugu zangu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Mheshimiwa Salahuddin
wenzao katika kituo hichi ambao ni Abdurrahman Al-Rifai, Ali Rifai, Ali Zuhura Rifai. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri, na wenzangu wote wamekuja hapa katika kikao hichi cha ufunguzi wa msikiti huu. Mimi si msemaji mrefu leo kwa sababu sio nzuri, ni muda wa dhuhuri. Sasa hata nikisema nitakuwa na wachosheni tu, lakini nataka nishukuru kwa dhati kabisa viongozi wetu hawa ambao wametuletea kheri hii. Wenzetu wa African Youth Community na wenzao wa Marekani ambao wamekuwa ni sababu ya kujengo kwa kituo hichi. Na kwenu nyinyi Waislamu wenzangu, ni jambo moja tu naloomba, kuimarisha msikiti huu. Msikiti kujengwa ni jambo moja, lakini na msikiti kufanyiwa kazi ni jambo lingine. Kujenga tu msikiti peke yake utakuwa kuna maana kama msikiti utakuwa haufanyi kazi zinazokusudiwa kufanya na msikiti. Kazi ya msikiti ni kuunganisha watu. Kwa hiyo msikiti huu uunganishe watu, usio ni msikiti ambao unazua mitafaruku na magomvi. Itakuwa jambo baya sana, maana hata mtababe atasema hivi hao jamani wapelekea msikiti ndio hiyo basi, sio sawa. Imamu anakuja msikitini amenuna, akigombana na mtu maneno yote naishia kwenye mibari ya Mtume, sio sawa. Sio imamu amekasirika katika sala, hata stawu ataje unatoa kwa ubara mambo gani haya? Imamu anatakiwa awapige watu kwa maneno ya kuwaunga, waishi vizuri, wapendane watu ndani ya msikiti. Kwa la kwanza ni kupendana ndani ya msikiti, ili msikiti uimarike, ni kupendana. Kuimarisha msikiti au kunyanyuliwa msikiti, maana yake hasa sio kujenga magorofa. Maana yake hasa ni kufanya mahala ambapo watu watakimbilia kupata hifadhi. Ndani ya msikiti shida zao zitatatuliwa. Kwa msikiti kwa ni mahala ambapo matatizo ya kila Muislamu ataona ufumbuzi wake uko hapo. Ndio maana ya kuimarisha misikiti. Kwa hiyo wakati tunajengewa misikiti tunatakiwa kusali, lakini na kuimarisha wetu wa imani. Tupunguze sana mihemuko ya madhehebu, sio wakati watu. Ulimwengu umebadilika sana. Hii ni mambo yamepitwa ya zamani sana. Hii dini yetu wa dinu nasiha. Qila liman ya Rasulullah, qala lillahi wa lirasulihi wa lia'immati almuslimina wa 'ammatihi. Tunakaa tunanasihiana, tunazungumza mambo, hata mtu akiona matokeo ya kazi aliyofanya anaweza akashawishi wengine wakaja kufanyia jambo. Sio usisumuki kule, la mimi peleka msikiti kule watu wanakuwa na uwana. Kuna misikiti watu wanatoa majeneza, alitoka imamu huyu anakwenda mwingine, watu
anakwenda huyu anakwenda huyu, wanafuatana. Ni msikiti hatari. Ukikaa pale ukisalisha vitu unakwenda akhera, kila mtu anaogopa. Leo msikiti hiyo hapana, ifai bwana. Huu msikiti uwe mzuri kama hivi na akhlaki za watu ziwe nzuri, watu wakae vizuri, washirikiane, wasaidiane, na tuombe dua hawa wenzetu wa Marekani na kwa Dar es Salaam ambao wamefanya kazi nzuri kutuletea msikiti. Mimi nilipoingia kwa mara ya kwanza nikaona msikiti kama kuandika msikiti mzuri. Asante. Msikiti mzuri kama sasa ni jambo la kufurahisha. Najua hapa Burundi kuna mashehe wengi na msikiti ya Ijumaa kwa wingi, lakini hata ingekuwa 10-20 ule uhusiano wetu wa kiimani ule ule kwamba ni mabasi tu yake yanatumia kusafiria yatufikishe kwenye hatua zetu, lakini sio mahala ambapo tunakwenda kutengeneza fujo na nguvu za kufungiana. Hata misikiti yetu ni mizuri, mpambike kwa ibada na maarifa, na mimi nafurahi sana kwamba hawa vijana wamepewa usimamizi wa jengo hili, wasimamie. Mungu ametufikisha kama hawa vijana wanafanya kazi nzuri sana. Wengine nawajua na watu wao wanataka kupiga majungu, lakini nasimama kazi wao kwa sababu wanafanya jambo zuri, na ukifanya jambo lolote kwa ikhlasi Mungu anakupa msaada. Ndio haya kwa vijana ni vijana wema, naamini inshallah tutakuwa na baraka. Basi kwa mimi na jambo hayo hadi sikumbali wetu mshikamano kuishi kama furaha. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا نسألك وجهك ورحمتك وعطاء مغفرتك ورحمة رسول بدر وسلامة من كل اسم والعصمة من كل ذنب والفوز بالجنة والنجاة من النار لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مستغفرا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا والدا إلا أخرته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا فقيرا إلا أغنيته. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا